Na taarifa ya kusikitisha kwelikweli iliyoletwa kwako na Lennox Sengre. Na tusonge mbele. Hali ya kisiasa nchini Haiti inachukua mkondo mpya baada ya Alex Didier kuapishwa rasmi kama waziri mkuu, hatua ambayo inahitimisha utawala wa baraza la mpito la wanachama 9 lililoundwa mwaka 2024. Uteuzi unakuja katika kipindi nyeti huku taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa kihistoria mwezi Disemba mwaka 2026, huku macho yote yakiwa kwenye mchakato wa kurejesha usalama na utulivu katika taifa hilo. Uteuzi wa mwanabiashara na mwanasiasa wa zamani Alex Didier Fizaime kuwa waziri mkuu mpya nchini Haiti unatajwa kama hatua ya kwanza ya kuivusha Haiti kutoka kwenye lindi la machafuko kuelekea demokrasia. Kuvunjwa kwa baraza la mpito la wanachama 9 sio tukio la kawaida. Ni ishara ya kukatizwa kwa mfumo uliokuwa na mivutano mingi ya ndani. Sasa dhamana yote ya utendaji imebaki kwenye mabega ya Fizaime. Uteuzi wa Fizaime unatajwa kuwa chaguo la Washington, mtazamo uliotiwa nguvu wiki hii baada ya Marekani kutuma meli 3 za kivita katika pwani ya Haiti. Hatua hiyo iliambatana na onyo kali la kidiplomasia, ambapo Washington ilibatilisha visa vya wanachama 4 wa baraza la mpito. Operesheni ya kimataifa inayoongozwa na Kenya imechukua mkondo mpya na mkali zaidi. Operesheni hiyo, ambayo imekuwa uti wa mgongo wa juhudi za kurejesha amani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, imebadilika rasmi na kuwa kikosi maalum cha kukandamiza makundi ya uhalifu. Kuwasili kwa maafisa wapya kunafikisha idadi ya askari wa Kenya nchini Haiti kufika takriban 600, huku kikosi hicho kikibadilishwa kuwa kitengo cha mashambulizi chenye amri kali ya kuwadhibiti na kukomboa maeneo yaliyotekwa. Hata hivyo, changamoto kubwa bado inadhihirika. Mwaka jana peke yake, makundi ya uhalifu yaliua takriban watu 6,000. Umoja wa Mataifa ukipania kupiga jeki juhudi za Kenya kwa kuongeza wanajeshi 5,500 kutoka nchi za Chad na Benin. Mzigo mzito wa mapambano haya kwa sasa unabaki kwenye mabega ya maafisa wa polisi wa Kenya walioko Haiti. Katika utabiri wa hali ya anga hapo kesho ni kwamba usiku wa leo kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kwa kiasi tu, wakati asubuhi vipindi vya jua vinatarajiwa kushuhudiwa, pamoja pia na uwezekano wa mvua kunyesha katika maeneo machache ya Turkana na Samburu katika ukanda wa pwani, hususan Kwale, Mombasa na Kilifi. Hali ya mawingu kwa kiasi pia inatarajiwa. Nairobi itakuwa na vipindi vya jua vikichanganyika pia na mawingu. Taarifa zaidi kwa undani zaidi, utabiri wa hali ya anga utapata muda mfupi ujao. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara. Bila shaka ndio mwisho wa taarifa zetu za KTN leo wikendi, Jumapili ya leo. Alamsiki.